بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunamhimidi Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ameweza kutujalia tukaweza kufika katika mwezi mtukufu kama huu. Hakuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika hilo, kwa sababu wengi walikuwa wametamani kuweza kufika katika mwezi huu, lakini Allah subhanahu wa taala hakuwajalia fursa hiyo. Allah hakuwawezesha kuweza kufika katika mwezi huu, lakini sisi akatujalia miongoni mwa wale ambao wameweza kuchaguliwa na wakawa miongoni mwao. Alhamdulillah, hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika hilo. Huu ni mwezi ambaye fadhila yake ni kubwa mno. Asema Allah tabaraka wa taala, shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia mwezi huu, Allah tabaraka wa ta'ala akiifanya mwezi huu kuwa mwezi wa kipekee ambayo Allah ameweza kuitaja kwenye Qur'ani kwa jina lake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika miezi ambayo inajulikana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika mwaka, lakini Allah akasema minha arba'atun hurum, miongoni mwa hizo miezi ipo ndani yake miezi minne ambayo ni tukufu. Lakini katika miezi hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kuwa ni miezi iliyokuwa na fadhila, Ramadhan haipo ndani ya hizo miezi minne. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuitaja fadhila ya hizo miezi zingine katika Qur'an, lakini hakuitaja kwa jina ya hizo miezi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio miezi pekee ambaye Allah akaitaja kwa jina lake, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru Ramadan, mwezi wa Ramadhan ambaye unzila fihi alquran, ambaye Allah ameteremsha Qur'ani ndani yake, hudan linnasi, ili kuwaongoza watu katika haki, ili watu wapate uongofu. Allah kaiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, wa bayyinatin min alhuda, na ili Allah apate kuwabainishia uongofu uliopo ndani ya Qur'an. Ama aliteremsha Qur'ani ndani ya huu mwezi ili Allah aweze kutuongoza katika haki, aweze kutuongoza katika ibada yake, na aweze kutuongoza katika njia iliyonyoka. Pamoja na hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akatufaradhishia kufunga mwezi huu kwa kusema Mola subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkumu shahra falyasumhu, yule ambaye ataweza kuona mwezi huu au mufunge mwezi huu kwa kuonekana kwake. Naam, faman shahida minkumu shahra falyasumhu, yule ambaye atakuwa ni mwenye kuona huu mwezi kati yenu, na Allah anasema basi awe ni mwenye kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah subhanahu wa ta'ala akaisema katika kuizungumzia mwezi huu, kutuonyesha ufaradhi ambayo Allah ameweka juu yetu katika mwezi huu, katika kufaradhisha kwa njia ya kipekee, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaita watu wote. Kama tunavyojua, Allah anasema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Allah anasema enyi watu, mcheni Mola wenu ambaye amekuwa ni mwenye kuwaumba. Lakini Allah hakufaradhisha saumu kwa watu wengi ama kwa umma wote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaitumia lafzi ya kipekee, akawaita watu fulani katika watu, akawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, hakika mumefaradishiwa funga ya Ramadhan juu yenu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile walivyofaradishiwa wale waliokuwa kabla yenu, kama vile ilivyokuwa lazima kwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa na kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, katika faradhi hii Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita wale waliomwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonyesha ya kwamba hii ni ibada ambayo inakuwa ni yenye kuenziwa, inakuwa ni yenye kujaliwa, inakuwa ni yenye kufuatiwa na kuizingatiwa na wale ambayo wanakuwa ni wale wanamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah alipofaradhisha akawaita wale ambayo waliokuwa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zanguni, Allah akatupa fadhila ya mwezi kama hii ambao ni mwezi uko na khasais ya kipekee ndani yake. Allah katujalia mimi na wewe kuweza kufika katika mwezi kama huo, bali hakuna budi hata sisi tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala katika hili. Inasemekana Rasul sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika sahih, siku moja Rasul alayhi salatu wassalam alipanda mimbar akasema amin. Alipopanda nguzo ya pili akasema amin. Alipopanda ngazi ya tatu akasema amin. Akaulizwa, ya Rasulullah, kwa nini ukipanda katika ngazi ya kwanza ukasema amin, ukapanda katika ngazi ya pili ukasema amin, na ukapanda katika ngazi ya tatu ukasema amin? Miongoni mwa zile amin, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, mmoja wapo katika hizo, tuchukue tu mahallu shahid kwa sababu ya wakati. Rasul anasema ya kwamba Jibril alinikujia, aliniambia yule ambaye amefikiwa na mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa yeye yuko hai, yuko na afya kamili, alafu hakustafidi kutokana na mwezi huo, hakupata kuepushwa na moto wa Jahannam katika mwezi huo, basi atakuwa ni mwenye kuwa na khasara, basi sema amin. Ndio Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema amin. Kwa hivyo tunatakiwa tustafidi kutokana na huu mwezi, tunatakiwa, kuna kisimamo ndani yake, kuna ibada mingi ndani yake, Qur'ani imeshukishwa ndani yake, iko na fadhila mingi ndani yake, basi hakuna budi mimi na wewe tuwe ni wenye kuzingatia ibada, tuwe ni wenye kuzingatia funga zetu ndani ya mwezi kama huu, ili tupatapo kustafidhi katika mwezi kama hii. Naam, ndugu zanguni, kama vile ilivyokuwa ada yetu tangu zamani, katika kila mwezi wa Ramadhan tunakuwa ni wenye kufaidishana kutokana na vitabu vya ahlul ilm, vitabu ambavyo vimechapishwa na wanavyuoni ambayo wamebobea katika kitabu ya Mola subhanahu wa ta'ala na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunakuwa ni wenye kuchukua vitabu ndogo ndogo ambazo tunayo uwezo wa kuimaliza angalau katika mwezi huu, ili tuweze kusharehesheana, ili tuweze kubainishana
ili tuweze kunabahishana kutokana na yale ambayo yako ndani ya vitabu hivyo. Naam, ama katika mwaka huu wa 2026, katika mwaka uliopita wa 2025, katika ile Ramadhan tulikuwa tumeishi na Nawaqidul Islam, kitabu ambacho ilikuwa inapatiwa jina ya Nawaqidul Islam, mambo ambayo yanakuwa ni yenye kumuondoa mtu katika Uislamu. Tukazungumzia mambo 10 katika mwaka jana, na basi katika mwaka huu bado nikafikiria tuweze kuishi na vitabu vya aqida, tuweze kuishi na kitabu cha aqida. Na kwa nini tunakuwa ni wenye kuhimizana aqida kila wakati? Kwa nini tunapenda kuzungumzia tauhid kila wakati? Ni kwamba iwapo itakosekana tauhid katika maisha yako, iwapo hakuna aqida iliyokuwa sahihi ndani yako, basi inatokea wewe Ramadhani yako haitokuwa ni yenye kukubaliwa bila ya aqida. Ikiwa wewe ni mushrik, pengine hufahamu aqida, hufahamu tauhid, hakuna ibada ambayo itakuwa ni yenye kusimama bila ya tauhid. Ndiyo maana mtu akija anataka kuingia katika Uislamu, tunamwambia sema ashhadu, ninashuhudia, ninasema kwa ulimi na kuamini kwa moyo kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake. Hiyo ndio aqida. Aqida ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Basi iwapo mtu atakuwa ni mwenye kukosa ile aqida, atakuwa sio Muislamu. Na iwapo ile aqida yake itakuwa na doa, hatakuwa sio Muislamu. Basi aje msikitini, aswali, afunge, aende haji, haitokuwa ni yenye kukubaliwa funga yake, au haitokuwa ni yenye mwenye kukubaliwa swala yake. Ndio maana tunapenda kuhimizana katika mwezi kama huu, ndio wakati ambao watu wanapatikana katika misikiti, tunasema tufunzane aqida ili watu waweze kufaidikana katika hili. Hii ndio sababu ya kwanza ambayo inafanya sisi tuwe ni wenye kuzungumzia aqida na tauhidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ama sababu ya pili ambayo ninachagua katika vitabu vya aqida, ndiyo sehemu ambayo ama ndiyo vitabu ambavyo ni vya muhimu na ni vyepesi kwangu mimi, ndiyo sababu ninakuwa ni mwenye kufunza vitabu hivyo katika mwezi wa Ramadhani. Ndio vitabu ambavyo ni vyepesi kwangu na ndivyo ambavyo tumekuwa ni wenye kuzingatia katika masomo yetu, ndio maana tunakuwa ni wenye kufunzana katika hili. Ama sababu ya tatu na ya mwisho ya sisi kuchagua vitabu vya aqida katika mwezi wa Ramadhan ni kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alifunza zaidi aqida miaka mingi kuliko namna alivyofunza sala, saum na ibada zingine. Kwa sababu Rasul sallallahu alayhi wasallam ndani ya miaka 13 ambayo yuko Makka alikuwa akijenga aqida ya salaf, alikuwa akijenga aqida ya sahaba kabla ya kuingia katika swala, kabla ya kuingia katika saum, kabla ya kuingia katika zaka, alikuwa akizingatia kujenga tauhid. Lianna moja katika Makuraish alikuwa ameulizwa, kama ilivyokuja katika sahih, alikuwa ameulizwa alikuwa akiwafunza nini Muhammad, ni kipi ambacho Muhammad alikuwa akiwafunza? Alikuwa akasema alikuwa anatulingania katika tauhid, katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu, wayanhana an ibadati abaina, alikuwa akitukataza ibada ambazo mababu zetu walizokuwa nazo. Kwa hivyo Rasul sallallahu alayhi wasallam amechukiwa na Quraysh, amechukiwa na watu wa zama zake kwa sababu yeye alikuwa akilingania tauhid zaidi. Baada ya miaka 13 tauhid ya sahaba kujengeka, ndio Rasul sallallahu alayhi wasallam akaelekea Madina, na ndizo aya zilizoshuka baadaye zikakuja kushuka aya za hukumu, aya za swala na zile ibada zingine zote zikawa zimekuwa ni zenye kuteremka na kuzingatiwa zaidi. Naam, ama kitabu ambacho tumekuwa ni wenye kuchagua katika mwaka huu insha Allahu taala, au katika mwezi wa mwaka huu, tutakwenda kuangalia kitabu ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ni nani Muhammad ibn Abdul Wahhab? Ni miongoni
mwa mujaddidin, ama wale ambaye wamekuwa ni wenye kufanya tajdid katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio aliyesimamisha mji wa Makka baada ya kuwa watu wamepindukia na kupotoa katika haki. Naam, katika mwaka wa 11 ya Hijri, Muhammad ibn Abdul Wahhab akawa amekuwa katika karni ya 11 baada ya kufa kwa masahaba, akakuja akaelekeza ama akawa ni mwenye kuongoza katika aqida ya tauhid. Naam, huyo ndio Muhammad ibn Abdul Wahhab, kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kila baada ya miaka 100, yani kila baada ya karni moja, Allah subhanahu wa ta'ala analeta mja ambaye anakuja kuijaddid ama kuiweka sawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuongoza watu katika aqida, kuongoza watu katika tauhid. Kwa hivyo katika karni ya Muhammad ibn Abdul Wahhab ni miongoni mwa mashekhe ambaye wamefanya juhudi kubwa katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukachagua kitabu ambacho inajulikana kama al-usulu thalatha, ama wengine wanaita thalathatul usul. Yani hii kitabu imekusanya asli 3 ambayo ni muhimu zaidi. Hii ni kitabu ambacho ni muhimu zaidi Muislamu kufuatilia, kwa sababu ameiweka ndani yake aqida iliyokuwa nzuri kabisa. Ameiweka ndani yake asli ambazo zinafaa kuzingatiwa ili dini yetu ikuwe imara, na dini yetu haiwezi kuwa imara bila ya tauhid, bila ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unakuta kila ambaye anazungumzia tauhid anaambiwa wewe ni Wahabi, ataambiwa yeye ni Wahabi, yeye ni Hizbul Wahabi, hawa ni Wahabiyun. Naam, ndio wanavyoni wakasema in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani Wahabi. Baadhi ya mashekhe kama Salih al-Fawzan, al-Imam al-Albani, Ibn Taymiyyah miongoni mwa wengine wakaikubaliana na kasida iliyoandikwa kutokana na Muhammad ibn Abdul Wahhab, wakasema in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban, iwapo yule ambaye atafuata Muhammad ibn Abdul Wahhab akaifuata aqida yake, kwa sababu Muhammad ibn Abdul Wahhab miongoni mwa vitabu alizozialifu zote anasema wadalilu ala dhalik, hakuleta fikra yake, hakuleta wazo yake kwa upande wake. Kila kitabu anachoandikwa ikiongozwa na kitabu tauhid, anazungumzia hii ni milango ya kufunga hirizi na mengine. Naam, anauliza, analeta wadalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, wadalilu ala dhalika hadithu Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Muhammad ibn Abdul Wahhab hakuwa ni mwenye kuleta mambo kutoka kwake, ndio wanavyoni wakakubaliana na aqida yake, wakasema in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban, iwapo yule ambaye ataifuata aqida ya Muhammad ibn Abdul Wahhab yeye ataitwa Wahabi. Wakasema wanavyoni hao fa ana al-muqirru bi annani Wahabi, basi na mimi ninakiri kwa upande yangu kwamba mimi ni Wahabi. Ndivyo walivyosema Salih al-Fawzan akasema, al-Imam al-Albani akasema, na Ibn Taymiyyah akasema, na Ibn Baz akasema maneno kama yale. Kwa hivyo tutaishi na kitabu hiyo al-usulu thalatha. Naam, kitabu ni al-usulu thalatha. Yule ambaye anaweza pata soft copy yake pia anaweza akaifuatilia katika ile kitabu ili aweze kuipata, ili aweze kufaidika na kunufaika na hizi darsa zetu, kwa kuwa ilmu inapatikana tu namna hivi. Kitabu kimesomwa, umejua hiyo ni kitabu fulani, wewe ukachukua ile kitabu, iwe ni uko na hard copy au uko na soft copy, wewe unajua harfu, unaona herufi, ukakaa ukasikiza ile kitabu, ukaifuatilia tafsiri yake vizuri, ukaifuatilia sharhi yake vizuri, basi hapo ndipo wewe unaweza kupata elimu. Naam, na ilmu iko katika halakat, ilmu iko katika kikao kama hizi. Unadharau vikao vidogo kama hivi. Wewe umechukua kitabu yako, umechukua kalamu yako, umechukua daftari yako, umeandika nukta baada ya nukta, umeweza kunukuu nukta baada ya nukta, au uko na kitabu yenyewe unaifuatilia ni yapi ambayo leo yamesemwa na kitabu imefikia wapi leo na kesho imefikia wapi, kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambayo mtu anakuwa ni mwenye kuweza kupata elimu. Kwa hivyo inshallah
tutakwenda kuishi na kitabu hiyo ya tauhid ambaye ni usulu thalatha, ambaye kitabu hatutoweza kuanza leo, tutakwenda kuanza kitabu kesho insha Allahu taala. Lakini Sheikh alianza kwa bismillahi arrahmani arrahim. Naomba tutafsiri hilo tu na tukome katika hili. Sheikh akasema bismillah, akaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, iqtidaan bikitabillahi ta'ala wa sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam. Sheikh akaanza kwa bismillah, akasema bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kila kitu ambacho kinakuwa ni yenye kuanzwa bila ya utajo wa Mwenyezi Mungu, basi jambo hilo bado ina upungufu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kitabu chake cha Qur'an, Allah akaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Sura ya kwanza, suratul Fatiha, sura namba 1, Allah anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiandika barua zake kwa wafalme, kana yabda'u bi bismillahir rahmanir rahim. Rasul alikuwa akianza kwa bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo ni muhimu kila kitu unaanza kwa bismillah. Kwa hivyo Sheikh, kwa kuzingatia hilo au kwa kuiga kitabu cha Allah na sunna ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, pia akaanza kitabu chake kwa bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Tukisema Allah ismun min asma'illahi ta'ala, Allah ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, akasema arrahmani, bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu, arrahmani Mwenyezi Mungu mwenye huruma, Mwenyezi Mungu mwenye huruma. Kwa hivyo tukisema arrahman ni Mwenyezi Mungu mwenye huruma, arrahim bado ni mwenye huruma. Yani arrahman ya kwanza ni huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye ni wasi, ni huruma ambaye tukisema arrahmani ni huruma ambaye ni kwa kila mmoja, kama vile sahi tukiwa duniani tuko na Rahman. Mwenyezi Mungu anahurumia kila mmoja. Utakuta mtu ni kafir, anaenda kanisani, anaimba na kurukaruka, akidai Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Mwingine akidai Isa ni Mungu mwenyewe ndio Isa. Wengine akidai katika ama kuamini katika miungu watatu, watasema ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watasema hao wote ni miungu katika akida hiyo tofauti ama itikadi hizo zao zote, lakini Allah anawaruzuku. Tunasema huyo ni nani? Huyo ni Ar-Rahman. Hiyo ndio huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. So Mwenyezi Mungu mwenye huruma, tukisema Ar-Rahmani, Mungu mwenye huruma, anayehurumia viumbe vyote vilivyoumbwa. Anahurumia ndege, anahurumia wanadamu na anahurumia wanyama wote, Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Ar-Rahimi, na bado ni Mwenyezi Mungu mwenye huruma tukisema Ar-Rahim, lakini huruma hii ni huruma khasa kwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu peke yake, na hii ni siku ya Kiyama. Lau kana Allahu Ar-Rahmanu yarhamu fi yaumi al-qiyama ma min ahadin yadkhulu an-nar. Kama ingekuwa Mwenyezi Mungu angetumia sifa hii ya Ar-Rahman katika uwanja wa Kiyama, basi Allah hangeadhibu mtu yeyote. Lakini inapofika siku ya Kiyama, Allah atakuwa ni Rahim, ni mwenye huruma, atawahurumia waliomwamini peke yake tabaraka wa taala. Allah anasema Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa wailul lilkafirina min adhabin shadid. Allah anasema Allahu alladhi lahu ma fi samawati wal ard, Allah ni yule ambaye ni yake ama ni yeye aliumba yale yaliyopo juu ya hii ardhi na yaliyokuwa juu ya mbingu, yote ameumba Allah tabaraka wa taala. Lakini asema Allah subhanahu wa taala, wa wailul lilkafirina, adhabu kali ni juu ya wale ambaye ni makafiri, min adhabin shadid, watakaokuwa na adhabu iliyokuwa kali kabisa. Ni wakati gani? Hawatoadhibiwa hapa. Allah ni Rahman, anawahurumia wote waja wake,
lakini inapofika siku ya Kiyama, sifa kubwa ya Allah atakuwa ni Ar-Rahim, atawahurumia wote ambaye walikuwa ni wacha Mungu. Wadalilu ala dhalik, dalili inaonyesha hilo ni hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni hadithi sahihi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, watoweni katika moto wa Jahannam kullu man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman. Allah atamwambia, ewe malaika, nendeni mukamtoe katika moto wa Jahannam baada ya kupitia adhabu ngumu, yeyote ambaye ako na chembe ya imani katika nyoyo yake, basi nendeni mkamtoe katika moto wa Jahannam. Allah ni nani? Ar-Rahim, anawahurumia waumini peke yake katika siku ya Kiyama. Kwa hivyo Sheikh rahimahullahu ta'ala akaanza kwa sifa hii, akaanza kwa bismillahi Ar-Rahmanir Rahim, akaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahmani, Mungu mwenye huruma, ambaye anawahurumia waja wake wote katika ardhi hii na katika Mungu wote anawahurumia. Ar-Rahimi, na ni Mungu mwenye huruma ambaye atakwenda kuwahurumia wale waliomwamini, waliokuwa na chembe ya imani ndani ya nyoyo yao peke yao, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwahurumia insha Allah ta'ala. Hapo ndipo tutakwenda kukomea. Kesho insha Allah ta'ala, Allah akitufikisha, tutakwenda kuzungumzia mambo manne ambayo ameweka Sheikh katika kitabu yake kama utangulizi, ambayo ni mambo manne muhimu ya lazima juu ya kila Muislamu anayopasa kujua. Hapo ndipo tutakomea. Allah tujalie katika wale ambayo wanakuwa ni wenye kusikia na wenye kufuata. Allah tutakabalie saumu yetu, na Allah tujalie Ramadhani yetu iwe ni Ramadhan iliyobarikiwa na yenye kukubaliwa mbele yake.